Na ndio hivyo mpenzi mtazamaji, kama alivyosema mwenzangu katika upande wa pili wa studio, ni kwamba nipo katika taifa hili la Rwanda, Kigali, specifically katika chuo kikuu cha Mount Kigali, ambapo nitakuwa nikizungumza moja kwa moja na chancellor wa kwanza wa chuo hiki miaka 10 baadaye, kusikia mengi kuhusiana na siku hii ambayo amesimikwa kuwa chancellor wa chuo hiki, maoni yake. Nakumbuka ni msomi kitabu ambacho nimeshika kwenye mkono wangu mimi, Elizabeth Mutuku. Nitakuwa nikikueleza mengi iwapo atanipa hiki kitabu. Asante sana kunipa nafasi kuzungumza nawe siku hii ya leo. Mwanzo kongole kupata nafasi kuwa chancellor wa chuo hiki cha Mount Kigali. Asante sana. Safari hii ulianzia wapi? Asante sana Mutuku, na asante kwa kunialika ili niongee na Wakenya wenzangu kuhusu siku hii ambayo kweli ni siku ambayo siwezi kusahau. Kwanza kabisa niseme hivi, mimi ni msomi na nimekuwa msomi tangu miaka ya 90. Nilipomaliza university education pale Kenyatta University, niliingia nikaanza kufundisha, na nimekuwa katika vyuo vikuu mbalimbali nchini Kenya. Nimekuwa kwa vyuo vikuu Uganda, nimekuwa hapa Rwanda, nikafundisha hapa Rwanda miaka 3 hivi. Nikaenda Amerika, nikafundisha tena miaka fulani, alafu nikarudia. Kwa hivyo ningependa tu kusema kwamba hii taji ni taji ambayo huwezi kujivunia ya kwamba wewe ni binadamu na ni kwa sababu ya uwezo wako ndio ukapata kazi kama hii. Haya mimi nafikiria ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii kusema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipokeza nafasi hii kuifanyia kazi nchi ya Rwanda na chuo kikuu cha Mount Kigali. Wakati ambapo unachukua usukani katika chuo hiki cha Mount Kigali, ni yepi ambayo ni maono yako kuhakikisha kwamba chuo hiki kinapiga hatua? Asante sana. Vile ninavyoona, ningependa sana kuchangia katika chuo hiki kuona ya kwamba kimefika kile kiwango cha vyuo vikuu tajika. Kiwe chuo ambacho kinatajwa katika nyanja mbalimbali kama nyanja ya uchapishaji, nyanja ya utafiti, na nyanja ya kuona ya kwamba vyuo vikuu vinafanyia kazi wananchi na kufanya maisha ya wananchi kuwa bora zaidi. Kwa hivyo mimi ninavyoona ni kwamba ningependa kuhimiza wenzangu katika chuo hiki tufanye kazi kwa bidii, tufanye utafiti ili dunia nzima ijue ya kwamba tuko hapa na tunaendeleza mambo ya utafiti. Sasa lazima tuinue chuo chetu, hadhi ya hiki chuo, ili kiwe chuo ambacho kinaweza kutajika katika ligi ya vyuo vikuu ambavyo vinatajwa sana katika ulimwengu. Na hiyo ndio kazi yangu. Ninaona kwamba nikimaliza muhula wangu wa miaka 4 niwe nimeweka chuo katika ile hali ndio ya kwamba watu wakizungumzia mambo ya chuo kikuu cha Mount Kigali, wawe wanasema huku watu wanafanya utafiti. Huku ndio utafiti unafanyika. Una uweledi na unafahamika, manake jina Profesa Egara Kabaji sio jina jipya katika nyanja ya masomo na pia katika nyanja ya utangazaji. Vitabu vilivyo mbele yako ni vitabu ambavyo ni kazi ya mikono yako. Ningependa kusikia kuhusiana navyo na labda vile ambavyo unapenda zaidi, kazi ambayo unapenda zaidi. Mutuku, vitabu ni kama watoto.
na ni watoto wangu wote. Ila Sasa kuna huwezi wale sema huyu mtoto ni mzuri na huyu kuna si. mwingine unapendelea tu. Kuna ile hali ya kupenda, lakini huwezi sema. Lakini ningetaka kusema ya kwamba nimeandika vitabu peke yangu, vitabu 52 na ndivyo hivyo viko kwa meza hii. Na amua ya kwamba nipeane vitabu hivi kwa chuo kikuu cha Mount Kigali. Na nimetoa karibu copies 5 na 5 na 10 ya kila kitabu, ili niweze kuchangia tena katika ukuzaji wa uandishi. Kwa hivyo hivi vitabu vyote nimeviandika, na ningependa watu wavisome na waweze kujifunza kutoka kwa hivi vitabu. Siwezi sema hiki ni kizuri na hiki ni kibaya, lakini mimi ninajua ya kwamba kuna mafunzo ambayo yako kwa hivi vitabu vyote 52, kwa sababu nchi zetu za East Africa zinaweza tu kukua na kuendelea kama tunafanya utafiti na kupata suluhu kuhusu mambo ambayo yanahitajika kutimizwa katika nchi zetu. Kuna tabu nyingi, na tabu zetu zinaweza tu kushughulikiwa kama tunafanya utafiti na tunatoa results za utafiti ambazo tena zinaweza kuwa implemented na serikali na vyombo vya dola, ili vyuo vikuu viwe vinachangia katika hali ya maendeleo, kwa sababu kuwekeza katika chuo kikuu si jambo rahisi. Ni pesa nyingi ambazo zinaingia kuanzisha chuo, na chuo lazima kiwe na manufaa kwa jamii. Sasa kwa hivyo ningependa tu kuhimiza watu wetu waingie katika vyuo, na zaidi ningetaka kusema kwamba vile ninavyoona, waangalie tovuti, waangalie chuo kikuu cha Mount Kigali. Watapata ya kwamba kuna kozi mbalimbali na kuna vifaa. Na tena ukiangalia fees, unapata ya kwamba karo ni ile ambayo inaweza kupatikana, kwa sababu ni ya tuseme ni cheaper than vyuo vingine. Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba vijana waingie kwa utafiti, watilie maanani masomo, na wakiingia kwa vyuo vikuu, sisi walimu nao tuweze kuwaelekeza ili tutatue maswala ambayo yanatatiza jamii zetu. Asante sana Profesa kunipa nafasi kuzungumza nawe siku hii ya leo, na kutakia kila laheri wakati ambapo unachukua usukani rasmi kuendelea kukiongoza chuo hiki cha Mount Kigali.